Ndugu katika iman, siku ya 9 ya Dhulhijja, wakati uliopita tulizungumzia ibada ambayo kwamba wafaa kuifanya katika siku ya 8. Na tukasema siku ya 8 yaitwa yaumu at-tarwiya. Usisahau jina kama hii insha Allah. Siku ya 8 katika Dhulhijja yaitwa yaumu tarwiya. Siku ya 9 ibada zipi wafaa kuzifanya? Kwanza kabisa siku ya 9 katika Dhulhijja yaitwa yaumu Arafa. Tulivyosema wakati uliopita, utalala pale Mina, uamke uswali salatul fajri, unywe chai na utakuwa umemaliza ibada ya siku ya 8. Sasa tuingia katika siku ya 9 insha Allah. Siku ya 9 yaitwa yaumu Arafa. Tusema ya kuwa wayusannu ayusalli almar'a sabihata yaumi Arafa alfajr fi Mina. Katika siku ya 9 kama hiyo utaswali salatul fajri pale pale Mina, kisha uwe ni mwenye kupumzika kidogo, na baada ya jua kuanza kuinuka uanze safari kutoka pale Mina ukielekea sehemu ambayo kwamba inaitwa Arafa. Na kutoka Mina mpaka Arafa ni kilomita kadhaa. Kuna wengine ambao kwamba huwa wakitembea kwa miguu yao, kuna wengine ambao kwamba wapanda gari. Kwa hivyo siku ya 9, siku ya Arafa, utatoka pale Mina uelekee mpaka sehemu ya Arafa. Ukifika ile sehemu ambayo kwamba ni ya Arafa, lazima uingie sehemu ambayo kwamba yaitwa hududu Arafa. Bimaana uingie katika ndani ya Arafa, na ile Arafa ni masafa kubwa kabisa na imewekwa alama, alhamdulillah, utaambiwa hududu Arafa ni hapa na hapa. Kwa hivyo lazima uketi pale pale, na pale ndani ama pale Arafa kuna msikiti ambaye kwamba yaitwa Masjid Namir. Utakuwa ni mwenye kuingia katika msikiti kama ule, uketi. Kama watu wamejaa, si lazima uingie katika ule msikiti, utakaa sehemu yoyote, bora uwe katika hududu ya Arafa. Utaketi ukiendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukikithirisha kaulu ukisema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Utakithirisha kaulu kama hiyo na ukithirishe dua zaidi na zaidi. Ikifika wakati wa dhuhuri, yule ambaye kwamba ni kiongozi wa haji atakuwa ni mwenye kutoa khutba, vile vile atakuwa ni mwenye kuwaswalisha watu. Kwa hivyo mtaswali pale, atatoa khutba kisha atawaswalisha watu dhuhuri na asri. Mkiwa pale Arafa mtaswali dhuhuri raka 2 na mtaswali asri raka 2. Sasa ndugu katika imani, sikiza vizuri. Pale Arafa utafanya qasran wa jam'a, bimaana utaunganisha swala na utapunguza swala. Ama Mina utapunguza swala lakini hawezi kuzichanganya. Ama ukiwa Arafa utapunguza na vile vile utachanganya. Kwa hivyo mtaswali dhuhuri na alasiri pale moja kwa moja mmalize. Baada ya hapo mtabaki pale pale Arafa mkimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mkikithirisha dua, mkisikiza mawaidha, mkisoma Qur'an kwa hali ambayo kwamba mtakayoweza insha Allah. Mtakaa pale mpaka wakati wa jioni ambaye kwamba jua itachomoza, na jua ikianza kuchomoza ndio watu kithirisha dua zaidi na zaidi, kwa kuwa yaumu Arafa ni yaum ambaye kwamba ni kubwa kabisa. Ni siku ambaye kwamba Allah huwa akijisifu sana na waja wake, na ni siku ya kutakabaliwa dua, na ni siku ya watu kuepushwa na moto wa Jahannam. Na Allah tumuomba atuepushe sisi na nyinyi kutokana na moto wa Jahannam. Kwa hivyo watu watakaa pale Arafa mpaka wakati ambao kwamba jua yaanza yatua. Jua ikishatua na uhakikishe imetua, watatoka watu wote pale Arafa wakiendelea na safari yao waelekee mpaka sehemu yaitwa Muzdalifa. Wakifika pale Muzdalifa watakuwa ni wenye kuswali swala ya Maghrib na Isha. Utaswali Maghrib raka 3, Isha raka 2, kisha watalala pale pale Muzdalifa insha Allah, walale kisha waamkie alfajiri, waswali pale pale, waendelee na ibada ambazo kwamba zimefungamana na pale insha Allah. Kwa hivyo ndugu katika iman, watu wakishafika Muzdalifa watatekeleza baadhi ya mambo ambayo kwamba yafungamana na Muzdalifa, na tutakuwa tumemaliza siku ya 9 kwa hali ambayo kwamba tumeimaliza.